kuna dada kaja kucomment kwenye video yangu bila uoga, bila kuogopa. So yule dada ni mfanyakazi upo huku Uarabuni. Anakuambia ana miaka 7 Uarabuni hajai kurudi kwao. So ka comment kwenye video yangu moja nilikuwa naongelea kuhusu masuala ya kutu, yani masuala ya kukaa na kutu hivyo. Kaja kucomment pale chini anakuambia mimi siwezi kukaa na kutu. Nakula napokula madamu wangu kwa sababu mume wake ananitaka na ananipaga hela. So na miaka 7 sijai hata kurudi kwetu. Kwanza nikashika mdomo. Hata comment yake hapo juu nimeogopa kuiweka. So sitaki kuamini kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi vifo huwa tunavitafuta wenyewe. Yaani kifo unakitafuta mwenyewe, yani unakitafuta kifo mpaka unakipata. Na anakuambia madamu wake anampenda sana. So hajai kujua. My friend, wewe kifo unakitafuta na utakipata. Yaani tena utauawa kistaarabu. Unakatwa kwanza, huo uchi unaokuwasha wanaukata. Yaani hawa watu taratibu mpaka roho inakutoka. Usitafute vitu ambavyo havijakuleta huku. Fanya vilivyokuleta huku urudi kwenu. Kutu hivi kuna mtu ashaye kufa kwa kutu. Kuna mtu ashaye eti amekufa kwa ajili ya kutu. Ila wengi wanauawa kwa kuziendekeza kutu. Ukishaziendekeza hizo kutu huku lazima wakuue tu kwa sababu sio kilichokuleta, wewe kilichokuleta ni kazi. Umefika huku tena umeanza kushika mengine. Wewe atakupa hizo hela lakini mwisho wake kwako ni mbaya. Yaani mwisho wake wewe yaani wewe bwana wewe. Mimi na video yangu hiyo moja wewe dada alouawa. Yaani kila likinijiaga wazo la kishetani, wazo sijui la ngono, wazo la nini. Ile video huwa naiangalia. Yule dada kwanza jinsi alivyouawa. Zinasambaratika hazikai popote. Zinasambaratika yani hazikai popote. Afu najivika ujasiri yani najiambia kilichonileta ni kazi, acha nifanye kazi. Kauawa kikatili wewe. Yaani kauawa kikatili kiasi kwamba ukiangalia tu ile video mara 2 mara 3 kama una matatizo yako huwa yanakupanda yanakukaa. Hayakai hayo matatizo yanahama yanatafuta njia. Fanya kilichokuleta my friend, utakufa umesimama. Tena wewe ambaye unasema mwajiri wako anakupenda, anakupa kila kitu, ndio atakuja kukuua vibaya kwa sababu ni mtu ambaye ameshakutengenezea mazingira ya kuishi naye kama ndugu. Alafu wewe unamchukulia mume. Hawa watu wanavyowapenda waume zao, wewe umejichanganya bwana.